Marehemu Gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua wawasili nchini na kupokewa na viongozi wa siasa pamoja na familia katika hifadhi ya maiti ya Lee. Tuanze na taarifa kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao umetimu siku ya 88 hii leo. Viongozi wa dini sasa wamejumuishwa kuwa wapatanishi kwenye mzozo wa madaktari na serikali na kupewa siku 5 zaidi kutafuta suluhu ya mgomo huo. Haya yanajiri huko mikutano maalum ikiandaliwa hapa jijini kupata mwafaka. Hussein Mohamed ana maelezo kamili. Samantha Juma mwenye umri wa miaka 11 anaonekana akivumilia maumivu makali katika hospitali hii ya Busia. Haya ndio yamekuwa malazi yake kwa muda wa mwezi mmoja. Samantha ana saratani ya tumbo. Baada ya operesheni alisalia kuzama katika dimbwi hili lililojaa mawimbi ya matatizo. Makali ya mgomo wa madaktari yamebadilisha maisha yake na kuwa masaibu yanayomkaba na kumwandama kila kukicha, asiwe na pa kukimbilia. Nilikuja hapa mwezi wa 11 tarehe 1. Nimekaa hapa mpaka saa hii. Nimengojea daktari wa kusaidia mtoto wangu na hata warudi. Hali yake imeiacha familia yake kuwaomba katika taifa lao. Hakika iko tumbo kinatoka katika lile shimo ambalo alifanywa operation. So kile ambacho anahitaji saa hizi ni zile vyakula ambazo ziko na madini ambayo anaweza lishwa kupitia kwa mishipa ya damu. Ako na shida, hawezi kukaa, walimfanyia operation na hawezi kukula chakula ikae kwa tumbo. Naomba usaidizi kwa serikali. Matumaini na usaidizi wa Samantha yamesalia mikononi mwa wapatanishi katika mgomo wa madaktari ambao umeingia siku yake ya 88. Takwimu za vifo katika hospitali tofauti hapa nchini zitakuacha na mshangao jinsi mgomo huu ulivyolifanya dau la wengi wa Wakenya kwenda mrama. Hospitali ya level 5 ya Kisii hadi Februari tarehe 23 mwaka huu, Wakenya 105 wamefariki. Sababu ya vifo hivi zikitajwa kuwa ajali za barabara, magonjwa kama vile pneumonia na asma. Wataalam wakisema kuwa haya yangekabiliwa iwapo wangepata usaidizi wa madaktari. We have been part of the solution, but the government seems to be running away from their responsibility of being part of the solution. Will be mentioned on 7th March 2017, and we are hopeful that it will be resolved and doctors will be back to work and the suffering to the public will come to an end. Huku mikutano ya faragha, mazungumzo maalum, wapatanishi tofauti wakionekana kulizamia swala hili, bado dau la Mkenya wa kawaida linazidi kuyumbayumba. Hussein Mohamed, KTN News, Nairobi. Kutokana na taarifa hiyo, kwenye sehemu ya kauli yako tunakuuliza, je, viongozi wa dini watafanikiwa kupata mwafaka baina ya madaktari na serikali? Je, viongozi wa dini watafanikiwa kupata mwafaka baina ya madaktari na serikali kuhusiana na mgomo uliolemaza huduma za afya humu nchini? Tuma kauli yako kupitia nambari 22155 ukianza na neno ndio au la, kisha utoe maelezo mafupi, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Leo ama @MKapombe, na tuweza kusoma baadhi ya jumbe ambazo zitaingia. Kwingineko, washukiwa 4 wa ulanguzi wa dawa za kulevya waliachiliwa kisha kukamatwa tena dakika chache tu baada ya kuondoka katika mahakama ya Shanzu, kaunti ya Kilifi. Washukiwa hao waliachiliwa baada ya kukosekana kwa mashtaka kwa siku 20, lakini waliporejeshwa kizimbani kwa mara ya pili sasa wanakabiliwa na madai ya kuuza mihadarati walipokuwa katika hoteli moja huko Nyali, Mombasa. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki na taarifa hiyo kwa kina kutoka pwani ya Kenya. Nabil Lo Ahmed, Bakari Kali Bakari, Stephen Mangira pamoja na Lilian Bernard Martin, wanne hawa walifikishwa kizimbani baada ya kukamatwa mtaani Nyali katika hoteli moja yapata siku 20 zilizopita, lakini hadi leo asubuhi hakuna mashtaka yaliyokuwa yanawakabili, na ndiyo sababu kamili ya hakimu wa mahakama ya Shanzu Diana Mochache kuamua kuachilia huru. Indeed, the defense counsel is right that the continuous incarceration of the suspects flies in the face of the doctrine of presumption of innocence.
I would therefore dismiss the application by the state and direct that the suspects should be released forthwith unless lawfully held. Kisha wakatoka mzima mzima, wasijue maafisa wa polisi walikuwa wanawasubiri. Baada ya wanne hawa kuachiliwa na hakimu Jaji Diana Mochache, walikamatwa tena na kisha kufikishwa kizimbani, ambapo sasa wanakumbwa na jumla ya mashtaka 11. Mojawapo ya mashtaka ni kumiliki gramu 540 za mihadarati, thamani yake ikiwa ni shilingi milioni 1.6. Mawakili wanaowakilisha washukiwa hawa walitaka waachiliwe kwa dhamana, lakini upande wa mashtaka ulilinda ukisema uchunguzi haujakamilika na kuwa wanne hawa ni tishio kwa jamii, pamoja na kuwa huenda wakahitilifiana na uchunguzi kupitia mashahidi. Tarehe 8 mwezi Machi ndio washukiwa hawa sasa watafahamu iwapo wataachiliwa kwa dhamana au la. Francis Mtalaki, KTN leo. Tuangazie siasa sasa, ambapo kiongozi wa chama cha Leba Ababu Namwamba sasa anadai chama cha ODM kinafanya kila jitihada za kusambaratisha chama chake cha Leba. Namwamba amezungumza huko Eldoret alikodai kwamba mkono wa ODM upo kwenye misukosuko anayodai inaletwa chamani humo na katibu mkuu wa chama hicho David Makali. And let me just say that as a party, we have absolutely no time for juvenile antics by political amateurs acting at the behest of some bitter ex that has simply refused to move on. We tell you all that we moved on. Move on too. Otherwise, if you don't, that bile will kill you. It will poison you. Move on. Na tukutane kwa debe on August 8th, 2017. I stand here to confidently say that I am Leba. I am Leba. 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 People who are not paid up members of the Labour Party, please give us a break. We know that ODM is sponsoring our former Secretary General, David Makali. Please, we would like to request that they sponsor him to clinch the Bungoma senatorial seat. ODM, please give Ababu a break. He moved on. Why are you still following him? Kwingineko, muungano wa viongozi wa kanisa NCCK umepanga mikutano ya kitaifa kufanya maombi na kuwaelimisha Wakenya kuhusiana na umuhimu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu. Ni mikutano itakayowawezesha viongozi hao kuzungumza na jamii tofauti pamoja na vijana ambao hutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu. The clergy and elders will organize and facilitate interdenominational and interfaith prayer forums to intercede for the nation in view of the coming elections in the various counties. B, create and hold peace forums between communities. The clergy and elders will actively use the platforms available to them to initiate and support dialogue between ethnic communities for the purpose of ensuring there is peaceful coexistence before, during, and after the elections. This is of extreme importance in view of the ethnic identity that political parties in Kenya have assumed, which results in support for particular candidates being associated with particular tribes. We will, through these forums, endeavor to promote cross-ethnic cohesion by affirming the democratic rights of all Kenyans and condemning stereotyping of any communities. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia pamoja na taarifa kuhusiana na madai kutoka shule ya sekondari ya wavulana ya Alliance kuhusiana na dhulma haswa kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Ni taarifa ya Cecilia wa kesho tutakuwa tunaipata katika muda usio mrefu, lakini kwanza tujifunze Kiswahili kwenye kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno bwabwaja. Bwabwaja ina maana sawa na ropoka, ambayo inamaanisha kutokwa na maneno ambayo hayana maana. Mfano katika sentensi, baadhi ya viongozi hubwabwaja na kusababisha chuki kati ya wananchi.
Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaangazia sasa taarifa kuhusiana na usalama Baringo, na seneta wa kaunti hiyo Gideon Moi hii leo amesema kuwa anaunga mkono juhudi za serikali katika kujaribu kuleta mwafaka kwenye suala la utovu wa usalama kaunti hiyo ya Baringo. Pia kiongozi wa ODM na NASA Raila Odinga amemtaka mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu usalama Asman Kamama kujiondoa kutoka kwa kamati hiyo ili kuweza kutoa nafasi kwa mwafaka kupatikana kuhusiana na machafuko kaunti hiyo. We support what the security services are doing. We want law and order to be restored in Baringo. There is no one in their right mind who can say that they do not want law and order to be restored. And there's no one in their right mind who can stand and protect criminal elements. Whoever is perpetuating these, and let us be very clear, they are criminals. And the law is very clear on what you do with criminals. We don't rule out politics in this kind of game. But I also agree with those people who say that people with conflict of interest should not be allowed to preside over the process of finding peace. In other words, if you find in Parliament that somebody who is one of the suspects, the chairman of the Parliamentary Security Committee, this is what they call conflict of interest. And if I were myself the honorable member for TRT, I would not resign, but step aside or resign in the interest of peace. Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia mbio za marathon Wilson Kipsang anaimani kuwa rekodi mpya itawekwa mwaka huu. Rekodi hiyo inashikiliwa hivi sasa na Dennis Kimeto. Kipsang alikuwa akizungumza baada ya kuwasili nchini kutoka Japan, ambapo alitoa ushindi wa makala ya mwaka huu ya mbio za Tokyo akiweka rekodi mpya. My plan was to go for the record. Because from the news that we had was that it was really a very flat course. So, but when we arrived there and tried to check on the course, I think the only challenge was the weather. The weather was a bit challenging because first half was so nice. Crossing at 61.20 was really a world record pace. But you find that the second half was a bit challenging and we had some resistance from headwind. Washindi wa zoezi la kusaka talanta la Betway, Mark Ndhiwa na Moses Gitau watasafiri siku ya Ijumaa kuelekea West Ham kwa ziara ya siku 10, ambapo watapata fursa ya kujumuika na wachezaji wa klabu hiyo iliyoko jijini London kunradhi. Wachezaji hao chipukizi wanatarajia kuwa ziara hiyo itawasaidia pakubwa kukuza talanta zao. Mark Ndhiwa alianza kucheza soka akiwa na umri wa miaka 11 na kipaji chake kilitambulika hapa katika uwanja wa Kimbo ulioko Githurai, wakati huo akiichezea klabu ya Githurai Sportive FC. After some years nimecheza game kadhaa, nikapelekwa Kibera, nikaenda Kibera Black Stars. Huko nilikaa season moja, alafu nikaacha ball kidogo. Lakini safari yake katika soka haijakuwa bahari shwari. Sawia na mamilioni ya vijana kutoka maeneo kama haya, Mark nusura aache kucheza kandanda baada ya kushindwa kupata nafasi ya kuendeleza kipaji chake. Na grow old, bado pia pressure ya home, nafaa kusoma, na so ilibidi tu niache ball. Hata hivyo akaamua kujitosa kwenye shindano la kusaka talanta kupitia shirika la Betway lililowavutia zaidi ya vijana 1600 kutoka nchi nzima. Na kwa bahati nzuri, Mark pamoja na Moses Gitau kutoka Shanzu wakaibuka kidedea. Wawili hao hivi sasa wanafanya mazoezi na kikosi cha mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini mwaka 2008 Mathare United. At least nimepata goalkeeper trainer ambaye anatraina mimi, fitness yangu inaanza kurudi venye inafaa. Coach Kimanzi ametu expose zaidi kwa
kwa the world of football? Kusema kweli ilikuwa ni kama bahati kwangu, kama Mungu. Sasa kufika pale niko ni Mungu tu. Mark na Moses watasafiri kuelekea West Ham nchini Uingereza kwa ziara ya siku 10 kufanya mazoezi na pia kutazama mechi 2 za ligi kuu nchini Uingereza. Miezi michache iliyopita ilikuwa kama ndoto tu, lakini hivi sasa inaonekana wachezaji hawa chipukizi Mark na Moses watapata fursa ya kutimiza ndoto hiyo pale watakaposafiri kuelekea Uingereza ili kuweza kujumuika na wachezaji mahiri barani Ulaya. Abula Ahmed, KTN Michezo, Nairobi. Na mtazamaji, asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Natamatisha awamu ya kwanza, lakini Ali Manzo anarejea kwenye KTN News na Kinyang'anyiro 2017. Uwe na usiku mwema.